Asanteni sana. Lango jina ni mjukuu bunduki kijana Uhuru Kenyatta. Number 1, mimi siwezi kumshtumu the governor wa Siaya Mheshimiwa James Orengo. Sio matakwa yake kwenda Ikuluni, ni matakwa ya broad-based government. So ukiona Orengo ameenda pale, then unakuja hapo unasema Orengo hajafanya maendeleo. Hiyo ni wewe ndio kunashira jinsi Omosa amesema kwamba ule wa kwanza amefanya nini 10 years. Orengo anaweza simama ni sababu vita ambavyo amefanya kwa hii miaka 3. Mimi wale wana support William Ruto, ole wenu kwa sababu hatujajua kwamba jinsi mali mtapata kura zenu ya kumjasia Mheshimiwa William Samoei Ruto achaguliwe kama rais ya awamu ya pili wa taifa la Kenya. Leo hii tarehe 5 kule Kakamega, Rais William Ruto na mtu wake ambao anadanganywa majina mazito na haina nguvu ati prime cabinet wamekataliwa leo hii Kakamega, na wakaulizwa maswali kwa zile barabara jinsi Ruto anawadanganya nyinyi pia kule Homa Bay, anawadanganya Migori, anadanganya Kisumu, napiga makofi. Leo ameulizwa kule, alituma watu kutoka kwenye ofisi ya Mudavadi. Wale wananchi wakauliza swali simple, hayo mabarabara ambayo mnatuambia saa hii, mimi natoka mahali fulani, hiyo barabara ipo? Rais na rafiki yake Mudavadi wali launch 2 years ago, haijajengwa. Wakasema serikali ina pesa. So mimi nashindwa, pesa ya Luo Nyanza itapatikana, ya Western haiwezi patikana. Hiyo ndio sana nauliza. Sometimes come kwa media, social media, ndio ujue jinsi taifa la Kenya inaendeshwa na jinsi baadhi ya watu wengine wanaona na wanatoa maoni yao. Kama kura ya Kakamega ndio alipigia kwa 80% kwa Raila Odinga, na leo hii wanakataa William Ruto kwa sababu hii masuala ya broad-based government yenye haina faida kwa Mkenya. Wewe unakuja hapa unapiga kipindi, mimi mtiageti na akili zangu na masomo zangu nipango line kwa sababu Raila Odinga anakula kwa Ruto. My friend, utangoja sana. Ongea 2 hours. Mimi akili zangu, mimi mtu ya geti ambayo rent inanisumbua. Yes. Shule William Ruto na Raila Odinga wametampa nayo. Yes. Capital education then mimi kuja hapa niseme kwamba Raila Odinga na William Ruto tafadhali. Na William Ruto hati wanachaguliwa tena mara ya pili. Ndugu zangu, ukisikia mtu ambaye support mimi niseme hivi, aidha ni bachelor ama amewekwa na mwanamke. Bachelor hao. Mtu ambaye analipa karo ya shule. Yes. Mtu ambaye analipa karo ya shule usiku tafadhali. Mtu ambaye analipa karo ya shule tafadhali usiku. Mtu ambaye analipa karo ya shule hawezi kuja hapa kama kijana mwenzangu atasimama anasema kwamba Ruto anaenda 10 kwa sababu Mheshimiwa Excellency Raila Odinga Prime Minister ndani ya serikali. My friend, ambia Raila Odinga na kura yake na wale wabunge wa ODM wananunuliwa kama malaya wampigie Ruto kwa 2027. Hapa tumetoka huko sisi. Tumetoka. Kwa sababu tafadhali wewe bwana usiku. Kwa sababu mimi nataka kusema hivi, swali ya taifa la Kenya sio mahali ya kuleta mzaha. Imefuatia wakati mimi kama mwananchi, mimi munyonge, mimi mwenye sina V8, mimi ambaye nalipa kodi, lazima niambie serikali ya kwamba sisi ndio tulio wengi na tutahakikisha tumesafirisha Raila Odinga, tutasafirisha wale wanaenda gani? Ngoja usiku ifike. Tafadhali. Mimi nasema hivi. My friend, siwezi kuja hapa na miaka zangu 30 na hadi ninabudu Mheshimiwa Raila Odinga wakati mimi karo ya shule inanisumbua mimi na wanangu, wakati madada zangu wamekosa capital education kwa sababu Raila Odinga na chama chake cha ODM kuingia ndani ya serikali. Kabisa. My friend, nilisema na bado narudia. Rudia. Yale ambayo nasungumuza
inatatiza hadi wafuasi wa Raila Odinga. Huyu anapiga kelele, hana jukumu. Jukumu yake ni kukunywa pombe na kulala. Hapo Analala kwa mzazi. Ikweta. Na analala kwa mzazi. Ndugu zangu, kulala uchi. karo ya shule ni kitu ya maana zaidi. Kabisa. Hata kama unapenda Raila Odinga zaidi kama Mungu wako, but ujiulize wewe, capitation education ambayo ilianzishwa na marehemu Kibaki ikaendeleshwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai, kwa nini William Ruto anapunguza katika kwenye bajeti yake na zaidi bilioni 200 kwa mambo ya elimu? Yaani wewe ng'ombe unakuja hapa unabudu Raila Odinga, William Ruto. Inamaanisha kwamba wewe hauna mtoto. Ndugu zangu, nataka niwaambie kitu moja. Ngoja nitakununulia Gilbis moja. Gilbis utamuua. Nataka kusema hivi. Ndugu zangu, tusidanganyane kwa ndani ya taifa letu ya Kenya. Imewadia wakati wewe munyonge. Ni siku gani utapata haki yako? Mimi sina chuki na William Ruto, but sina chuki na Raila Odinga, but hao watu enda waambie babako na mamako. Kabisa. Enda waambie babako na mamako, narudia. Na kama uko na nguvu kuja unipige. Enda waambie babako na mamako. Mimi nazungumza masuala ya wananchi. Sizungumzi masuala ya mwanasiasa mmoja basi kwa kona. Ndugu yangu, Excellency Raila Odinga kama anapenda wa Kenya, na anapenda wa Kenya na roho yake moja, aambie William Ruto asomeshe watoto namna jinsi Uhuru alikuwa anasomesha watoto wetu. Kabisa. Kama anapenda wa Kenya. Hapo. Very good. Kama Raila Odinga anadanganya William Ruto, na sisi tumsupport William Ruto kwa sababu tamaa zao ya tajiri. My friend Excellency Raila Odinga, munaenda nyumbani na William Ruto mapema. Unapenda kukienda nyumbani. Ukinya. Jambo langu ya pili. Yes. Kama Excellency Raila Odinga anapenda wa Kenya, Waambie. Atuambie kwa nini ndugu yake mdogo William Ruto aliondoa linda mama iliyoletwa na Margaret Kenyatta. Kwa misingi gani aliondoa linda mama? Then unakuja hapa unatoa pana, ende waambie babako bwana. Wewe ni nani bwana? Bwana. Bibi yake. Aende nyumbani. Ende waambie mamako bro. Ndugu zangu, taifa la Kenya lazima tusimame kidete, kwa sababu namna sisi tunadhulumika na hawa vigogo wetu wa kisiasa. Mama Margaret Kenyatta alileta linda mama kwa sababu alijua kwamba sisi wanyonga hatuwezi mudu gharama ya matibabu ya hospitali wakati mwanamke anaenda kujifungua. Kabisa. Then William Ruto ndugu yake mkubwa Raila Odinga wakaona ya kwamba sisi tunafaa kulipa pesa watu nyonye, wakaondoa linda mama. Leo unakuja hapo una support vitu kama hizo. My friend, lazima tu confirm ya kwamba William Ruto na Mheshimiwa Prime Minister Odinga hawafai kukaa katika kwenye madaraka taifa letu. Waenda wapande kukinyokea Jambo langu ya mwisho. Mimi nashindwa na kamati ya Senate wakati wanaita governors wakiuliza maswali. My friend, ninarudia leo, kama kuna governor smart Kenya ambaye hamtawahi pata na ufisadi, Excellency George Simba ya Western. Natembea. Mudos. Ndugu zangu, leo hii Mheshimiwa Gavana alikuwa kwenye mahakama. Alikuwa anaulizwa maswali kwa mambo ya initiative ya punguza jaa kule Trans Nzoia. Mimi nashindwa sasa, ambapo na akili zake anajiita profesa, hata anauliza anataka kujua hizi hela ambazo natembea anatumia kwa mambo ya punguza jaa kule Trans Nzoia hadi inatumika aje? Wakadhani natembea amekuwa dio, akakuwa regional commander. Sasa ako mjinga sana kama wale magavana wa ODM ambao wanaiba na wajui vile wanafanya. Excellency the governor wa Trans Nzoia, rais wa sita mwaka 2017. My friend, mimi nisema hivi ya kwamba mheshimiwa anatembea leo wakati mjadala ya kuulizwa maswali. Profesa Tom Jenda aliinua mkono akasema, my friend, umenishinda na wewe ni profesa kwa mambo ya kutenda. Tom Jenda kuja kwa anatembea wewe. Tom Jenda kuja huku. Wacha kulala nje, kuja huku. Kuna matunda. Kama na Trans Nzoia anachukua hela ya county, ananunua shamba kisha anajengea wale ambao hawana manyumba kule Trans Nzoia.
na detail anaweka chini. Natembea Nera. Huyo na anko wangu Nera. Unapata ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza plus broad-based government wanaungana kujumu mheshimiwa governor. Mimi nataka kusiambia Mkenya yote, hakuna siku wala siku moja ambayo unatembea utamuuliza kwamba shilingi 1000 nilikupa kama governor ulifanya nini? Atakuletea na atakupea evidence. Unatembea Simba kabisa. Mimi nataka kuambia Wakenya, my friend, kama unataka mageuzi, real mageuzi, mageuzi, mabadiliko kamili ya matibabu, si bora matibabu bora, elimu bora, na job opportunity, na njaa, tuchague my friend. Kama kuna mtu ambaye anajua mambo ya kutenda kazi, nikaona bila mpingamizi. Mimi sijawahi ona mwanaume anasimama na uliza swali nitakujibu. Nataka kuambia Waluya, mkidanganywa na wale watu wa maandamano na ule mtu wa kutenga, my friend, mtapoteza muda wenu. Wacha kufuata mtu wa maandamano, wacha mtu wa kutenga. Huyo ndio baba yenu, huyo ndio rais wa serikali. Mungu awabariki.